The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi bila kupoteza wakati, na leo tunaendelea tulipoishia siku ya jana, simulizi yetu mpya ambayo tumeianza jana ya Happiness. Happy anasema ana mengi sana ya kutuambia, na hapa anazungumza na wazazi, akiendelea kuwahimiza wazazi kuwalea watoto wao wenyewe na kuwaweka kwenye usimamizi. Watoto wawe na uangalizi mzuri, hata kama itakuwa ni walezi, basi wawe na uangalizi mzuri. Siku jana tuliishia pale ambapo Happy amesema kwamba walihama kutoka kwenye nyumba ya kambi na mama yake mkubwa ambaye alikuwa anajua ndo mama yake mzazi, na mama yake alifanikiwa kujenga, akajenga, wakahama. Kwa hiyo sasa wakahamia kwenye nyumba ambayo mama yake mkubwa amejenga. Anasema sasa ikafika wakati ambao kaka zake wakawa ni wakubwa tayari wanaenda shule, na hii ikafika wakati akaanza shule, japo alianza kuchelewa. Alianza shule akiwa na miaka 9, na anasema alipofika pia miaka 10 bado akawa hivyo wanaishi hivyo. Mara wakati mwingine mama anakuwa yupo, anaondoka na waacha wenyewe, na anasema alikuwa anawaacha wenyewe. Yeye anakaa na kaka zake watatu, ambaye kaka yake ni wa kuzaliwa naye ni mmoja, au wengine na watoto wa mamake mkubwa, ambaye ni mmoja ni mkubwa kabisa, lakini mwingine ni rika na kaka yake. Kwa anasema alipokuwa mama anaondoka mle ndani, ananiacha mimi na kaka zangu watatu. Na anasema siku moja akiwa amelala, alikuwa amelala mwenyewe, kwa sababu kaka zake wanalala kwenye chumba kingine na analala kwenye chumba kingine peke yake. Anasema kwamba usiku mmoja alishtuka na kumkuta kaka yake huyo mkubwa kabisa sasa yupo kitandani kwake, na akiwa anang'ang'ana kumvua suruali ambayo alikuwa ameivaa. Na yeye Happy anasema nilishtuka, alafu nikajikuta nimeita kaka kwa nguvu. Anasema yeye mwenyewe alishtuka na akawa ananiambia nikae kimya niseme chochote, lakini Happy anasema kwamba alikaa kimya, lakini alipokaa kimya baadaye kakake anaendelea kumuuliza kwamba kuna nini kinitokea, kwa sababu alisikia akiita kwa nguvu. Anasema usiku ule sikumwambia kitu, nikalala, lakini anasema palipokucha nikasema nimwambie kakaangu kila kitu. Kwa anasema nikamwambia kakaangu kila kitu, na kakaangu anasema sisi pale yani tunalelewa kiutofauti, lakini kakaangu akanisisitiza akiniambia kwamba ukilala funga mlango na kufuli ndani. Kwa hiyo nikamkubaliana na kakaangu. Kakaangu aliniambia kwamba ukilala jitahidi funga mlango na kufuli ndani, funga mlango kwa ndani, usilale mlango ukiwa wazi. Basi pia anasema siku zikapita, siku nyingine nikalala salama, nikawa nafunga mlango wangu kwa ndani hivyo kama kakaangu ambavyo alikuwa amenisihi kwamba nikilala nisiache mlango wazi, nifunge mlango kwa ndani. Happy anasema pia nikawa nalala kwa mashaka. Lakini anasema siku zikapita, siku nyingine tena anasema yule kakaangu mkubwa akatafuta namna nyingine, nadhani alishajaribu kupita mlangoni akaona basi inashindikana. Kwa hiyo akapanda juu ya dari, akaingia, akajaribu tena kufanya alichokuwa anataka kukifanya mwanzo. Happy anasema nikapiga kelele, na anasema walipoamka wale wengine kaka zangu wengine kumwambia kuna nini, anasema kuna kitu na mimi sasa nilipopiga kelele, nilipoamka nikakimbilia tu kufungua mlango, na kaka zangu wengine walipoamka anasema kwamba wakana namuuliza kuna nini, akasema kwamba kuna kitu nilikuwa nakitafuta. Kitu gani? Kuna kitu nilikuwa nakitafuta. Happy tu ameogopa, lakini mimi nilikuwa na shughuli zangu na kitu nilikuwa nakitafuta. Basi Happy anasema akatoka, lakini nilimwambia tena kakaangu, na Happy anasema sasa nikawa naogopa ile kulala mwenyewe.
kwa tayari nimeshaona vitu ambavyo sio vizuri. Alafu pia nimeokoka mara ya kwanza, nimeokoka tena mara ya pili. Mara ya tatu kinaweza kikatokea kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo anasema nikamwambia kakaangu kama mimi naogopa. Na najua kabisa hata tukija kumwambia mama mkubwa sio rahisi kukubali. Sio rahisi hata kidogo. Hawezi kuamini kwamba inaweza ikawa kweli. Na baada ya vile Happy anasema nilivyokuwa namsisitiza kakaangu kama naogopa, kakaangu akaniambia kwamba tutakuwa tunalala wote. Kwa hiyo Happy anasema kweli mimi na kakaangu, sasa kakaangu ambaye nimezaliwa naye kabisa tumbo moja, tukawa tunalala wote chumbani kwake, lakini kitandani kwake. Sasa nilikubali kwa sababu nilijua kakaangu atanilinda na hawezi kukubali nifanywe kitu chochote kile kibaya. Kwa hiyo pia anasema nikakubali, nikawa nimeanza kulala na kaka yangu sasa ili kwa usalama wangu mimi. Anasema nilipofika na miaka 11 nilikuwa darasa la pili. Maisha yetu yani wote yakabadilika tena, lakini maisha yangu haswa mimi yalibadilika upya tena. Na Happy anasema maisha yalivurugika zaidi kwa sababu mama yangu mkubwa aliolewa. Na anasema aliolewa na kijana mdogo ambaye ni rika la mwanae la mwanae huyu ambaye huyu mkubwa. Aliolewa na kijana mdogo tu. Na anasema basi huyu kijana alikuwa ni muuza urembo, yani chinga. Na hapa labda tuseme tu mama mkubwa ndo alioa kwa sababu aliolewa na mtu ambaye alikuja kukaa pale nyumbani. Kwa hiyo anasema anazunguka na pikipiki, anakuja kulala hapo nyumbani, alafu mama mkubwa hayupo, anakaa Pangani huko. Anasema eti anauza duka lao, yani duka la mume wake hilo la urembo, vitu vya urembo. Kwa hiyo anauza duka la mume wake anazunguka na pikipiki, anarudi jioni. Anasema huyo kijana ambaye sasa walikuwa wanamuita baba, kwa sababu si ameolewa na mamao, kwa kumuita baba. Anasema akawa ana tabia ya kuniletea midoli, mara ananiletea hereni, ananiletea bangili, ananiletea magauni, yani vitu ananipa. Na Happy anasema mimi nilikuwa napokea, niliona kama baba, si ni baba anakuja nyumbani amebeba hereni, leo kabeba bangili, kabeba midoli, akawa analetea magauni. Wakati huo mama ameolewa na huyu kijana, lakini mama yeye bado akawa haji siku zote, akawa anakuja mara moja pia bado. Anasema sasa nikiwa darasa la pili nilikuwa naenda shule saa 4, sikuwa naenda shule asubuhi. Kwa hiyo anasema kaka yule mkubwa yeye anakuwa ameshaondoka na shughuli zake, kaka yangu na yule mwingine ambaye wamelingana marika wakawa wenyewe wanaenda shule, lakini wanaenda asubuhi. Mimi pia nilikuwa naenda shule lakini nilikuwa naenda saa 4. Kaka zangu wao wengine wako darasa la 7, kwa hiyo walikuwa wanaenda shule mapema. Hivi anasema kwa mimi nikawa ni asubuhi nikiamka nafanya usafi hapa na pale, mimi ndo naenda shule saa 4, lakini kaka zangu wanaenda mapema. Huyo kaka wangu mkubwa anaenda kwenye vibarua vyake vya hapa na pale kwa mapema. Kwa pale nyumbani nabaki mimi mwenyewe mara nyingi. Lakini Happy anasema babangu sasa, huyu ambaye ndio baba wa kambo, yani huyu ambaye sasa ndo amemuoa mama, lazima akachukua ile nafasi, akachukua ile chance ya ule muda ambao hauna mtu, akaanza kufanya mambo yake ya ajabu. Na Happy anasema siku moja akiwa yuko uani ananawa miguu kwa ajili ya kuanza kujiandaa kuelekea shuleni, alimuita baba yake huyo ambaye ni mume wa mamake mkubwa, akamuita. Na Happy anasema alimuitika na akamfuata, asema alimkuta kwenye kordo, yani tumeelewana hivyo. Akamuita, na alipomuita anasema afika akamshika mkono, akamuingiza ndani, akamkaa kwenye kiti, akamkalisha kwenye kiti. Na hivyo amesema tumekaa pale mimi na yeye. Sema kaanza kuniambia maneno ya ajabu ambayo mwanzo nilihisi labda kuna kitu anataka kunikanya
au kuna kitu ambacho labda hajapendezwa na mimi, anataka kuniambia. Yani mwanzo sikuwa nimeelewa nia yake, kwa sababu anasema alianza kuniambia kwamba unajua Happy, mimi nakupenda sana. Nakupenda, sipendi kuona unateseka na nini. Happy anasema nikajua labda ni mtetezi wangu, haba ambavyo anapendi kuona maisha mengine ambayo tunaishi hapa na nini. Hivyo yeye kama baba, kitu ambacho hakipendi. Kwa hiyo Happy anasema mara ya kwanza sikushtuka, alafu pia nikawa naendelea kumsikiliza nikijua labda kuna kitu labda nimefanya, nataka kunirekebisha, labda ndio ameona ongea na mimi hivyo. Lakini pia anasema nilipata ukakasi baada ya kuniambia neno moja, akiniambia kwamba ananipenda sana na hata mimi ninajua. Na alivyoniuliza hata mimi najua, na kweli pia nasema naonaga ananiletea zawadi na nini, kweli kama baba hivyo. Kwa mimi nikawa nasema ni kweli ana upendo. Lakini akasema pia anasema kananiambia eti mimi nakupenda sana wewe, na hata mama yenu naishi naye ile basi tu nakaa naye basi tu, lakini mimi nakupenda wewe, ndio maana huwa nakuletea zawadi. Pia anasema hapo ndo nilipopata ukakasi. Na akaniambia eti nataka nikufundishe jambo kwa siri, yani iwe siri yangu mimi na wewe, usimwambie mtu yeyote yule. Pia anasema hapo nilivyosikia hivyo, ananiambia nataka nifundishe jambo kwa siri, sijui niseme nini, sijui nizungumze nini. Akili yangu sasa imeshahama, nimeshaingia na hofu na uoga, nikabaki natetemeka tu, niko natetemeka. Pia anasema akanivuta tena karibu yake, natetemeka. Pia anasema nijiulize mimi nini, yani pia anasema hapo na miaka 11, niko darasa la pili, natetemeka. Na anasema akawasha redio, sauti kubwa ya redio. Alafu anasema hapo ambapo sisi tupo hakuna nyumba ya jirani, na aliyepo jirani hayupo jirani sana, ni hatua kadhaa mbele kumfikia. Na huyo jirani alikuwa ni bibi ambaye anaishi na babu yake, ni wazee. Kwa hiyo anasema palikuwa ni pana umbali kidogo. Licha ya umbali, sauti, hata nikipigia kelele, wale wazee ambao walikuwa wanakaa, ni bibi na babu ambaye ndio walikuwa jirani yetu wakubwa, hawezi kunisikia kirahisi kulingana na sauti hii ya redio. Labda mtu aone kwamba mbona kuna utofauti leo, mida hii sauti kubwa hivi, na nikafungua redio, tofauti na kaka zangu wakipo ndo mara nyingi wanatembea kufungua redio. Lakini Happy anasema babangu akaanza kunisogelea, baba ambaye ni babangu, ni mume wa mamangu mkubwa, akaanza kunivuta. Happy anasema natetemeka, hakuna mtu nyumbani, hakuna yoyote nyumbani, wote wameondoka, wengine wameenda shule, wengine wameenda kwenye shughuli zao. Kakangu ule mkubwa Happy atasalimika, babake anataka kumfanya kitendo cha ajabu, atafanikiwa kufanya kitu gani ambacho kitatokea kwa Happy? Ndio kwanza yuko darasa la pili, ana miaka 11 tu, ameshayapitia yote aliyopitia, na bado tena anaingia kwenye hili. Ni huzuni, na ndio maana Happy anasisitiza wazazi kuwalea watoto wao wenyewe na kuwa na uangalizi mzuri kwa watoto wao. Safari ya Happy bado ina mengi. Kwa leo tunaishia hapa, tutaendelea kesho tufahamu kitu gani haswa kitatokea kwa Happy. Mimi naitwa Madam T, niwatakie jioni njema.